Mpenzi mtazamaji na ule msikilizaji wangu, leo tunakuletea historia fupi ya mchezaji maarufu na mstaafu wa mpira wa miguu wa kulipwa ambaye wengi tunamjua na tunamfahamu kwa jina la Ronaldinho Gaucho. Mnamo mwezi Machi tarehe 21 mwaka 1980 huko Porto Alegre, Brazil, alizaliwa star wa mpira wa miguu Ronaldo de Assis Moreira, penda mwito Ronaldinho Gaucho. Baba yake mzee Joao Moreira alikuwa mchomelea vyuma, wakati mama yake Miguelina de Assis Moreira akiwa mvipodozi wa kawaida kabla ya kuwa muuguzi. Ronaldinho alizaliwa kwenye familia iliyopenda mpira, kwani kabla ya kuchomelea vyuma na kuwa mlinzi, yani ukipenda watchman, katika uwanja wa Grêmio, Joao ambaye ni baba yake alikuwa mchezaji wa mpira. Mzee Joao alifariki huku Ronaldinho akiwa na umri wa miaka 8. Roberto de Assis Moreira ambaye ni kaka yake Ronaldinho ndiye alikuwa meneja wake katika soka. Alicheza katika klabu ya Grêmio na alikuwa tegemeo kwa familia yake, kwani waliamini ataweza kucheza vilabu vikubwa na kukomboa familia yake katika wimbi la umaskini. Haikuwa bahati kwao, kwani Roberto alipata jeraha la goti lilompelekea kuharibu maisha yake ya soka. Pia ana dada yake anayefahamika kwa jina la Daisy. Ronaldinho alipewa jina hilo Ronaldinho kutokana na udogo wake kimuonekano, huku alicheza na watu waliomzidi umri na miili pia. Akiwa na umri wa miaka 13, aliwahi kupata umaarufu na kuifungia klabu yake ya nyumbani magoli 23 kwenye ushindi wa magoli 23-0. Alipoanza kuchezea klabu kubwa, alikuta mtu mwingine mwenye jina la Ronaldo ambalo ndilo jina lake halisi. Hivyo aliamua kutumika Ronaldinho kama wengi walivyozoea kumuita. Ronaldinho alianza mpira wa kulipwa katika klabu aliyocheza utotoni Grêmio mnamo mwaka 1998 akiwa na umri wa miaka 20, akifunga magoli 47 kabla ya kujiunga na miamba wa Ufaransa ukipenda Paris Saint-Germain, akifunga magoli 17 na baadaye Barcelona mwaka 2003. Akiwa Barcelona, nyota yake iling'aa zaidi kutokana na uwezo wake mkubwa wa kusakata kampupu, huku akiwachenga wapinzani wake kwa mitindo ukipenda style za aina yake. Wengi walipenda umahiri wake, kwani hata ambao hawakuwa mashabiki wa timu yake walimpenda yeye. Akiwa Barcelona aliweza kunawili na kufika kilele cha unawili, kwani Ronaldinho alicheza kwa misimu 5 akifanikiwa kushinda kombe la La Liga mara 2 na Champions League mara 1, Ballon d'Or mwaka 2005 pamoja na FIFA World Player of the Year. Mbali na mafanikio hayo, Ronaldinho alishinda kombe la dunia na timu yake ya taifa Brazil mnamo mwaka 2002 akiwa pamoja na wachezaji kama Ronaldo na Rivaldo. Mbali na mafanikio hayo, Ronaldinho alishinda kombe la dunia na timu yake ya taifa Brazil mnamo mwaka 2002 akiwa pamoja na wachezaji wengine kama Ronaldo na Rivaldo. Akiwa Barcelona pia aliweza kufunga magoli 70. Mnamo mwaka 2008 mpaka mwaka 2011 alihama kuichezea klabu ya AC Milan huku akifunga magoli 20. Mnamo mwaka 2011 mpaka 2012 akiwa Flamengo alifunga magoli 23. Atletico Mineiro mwaka 2012 mpaka mwaka 2014 akiwa na magoli 20, na baadaye Querétaro na Fluminense, timu zote za mwisho alicheza akiwa kwa Brazil. Ronaldinho alikaa kwa miaka 2 bila klabu yote hadi alipoamua kustaafu soka na kulipwa mnamo mwaka 2018. Ronaldinho anakadiriwa kuwa na utajiri wa dola za Kimarekani ikiwa ni milioni 90, zaidi ya bilioni 200 na milioni 700 za Tanzania. Alimwoa Janaina Natal Mendez ambaye alikuwa mtangazaji wa vipindi vya televisheni Brazil, ambapo walifanikiwa kupata mtoto wa kiume kwa jina la Joao de Assis Moreira ambaye alimpa jina la baba yake mzee Joao Moreira. Katika mahojiano na vyombo vya habari, Ronaldinho aliwahi kusema kuwa aliamini atakuja kuwa mchezaji hodari kuliko kaka yake Roberto, jambo ambalo alifanikiwa. Na hii ni historia iliyofupishwa na mchezaji hodari wa kambumbu Ronaldinho Gaucho, ikiletwa nami Victor Kenyanya.